Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. Kama wewe ni mgeni na bado hujasubscribe katika channel hii, ninakuomba ufanye hivyo. Ninaomba ushare, like, comment unapomaliza kuangalia video nzima. Naomba ukae mpaka mwisho. Sasa leo kwanza namshukuru Mungu sana kwa kunipa neema ya kushare neno la Mungu pamoja na wewe. Unajua haya masomo hata mimi ninavyoyatayarisha ninajifunza sana. Naomba hiyo iwe your portion in Jesus name. Sasa kabla tujaendelea, naomba angalia video fupi niliyoitayarisha kuhusu somo letu la upole, ambayo ni part ya tunda la Roho Mtakatifu. Nitaenda kusoma mistari utakapomaliza kuiangalia hii video. Naomba ukae mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Upole ni sehemu nyingine ya tunda la Roho ambalo tukionyesha hili tunda tunakuwa tunamtangaza Yesu na watu wanamuona Yesu aliyoko ndani yetu. Bwana Yesu alikuwa mpole, hata alifika mahali akasema kuweni wapole kama mimi nilivyo mpole. Lakini upole si kuwa tunakuwa wajinga au kuna mambo tunayaacha tu yapite kwa sababu ya upole wetu. Bwana Yesu pamoja na upole wake aliwakaribisha watoto karibu naye, ambapo watu waliwakaribia. Aliongea na watu kwa upole ambao Mafarisayo walikuwa wanawakaribia. Aliwasaidia watu kwa upole, alihubiri kwa upole na kufundisha kwa upole. Lakini ilipofika mahali ambapo hamna haki, mahali ambapo pana dhuluma, mahali ambapo pana dhambi, alikemea dhambi. Na tunaona alipoingia hekaluni ilibidi watu wote wakimbie. Alipindua meza za wale wafanyabiashara walikuwa wakifanya biashara katika nyumba ya baba yake. Basi na sisi, kwa vile Bwana Yesu anataka tujifunze kutoka kwake kuwa pole, naomba ukae mpaka mwisho tujifunze kwa pamoja ili tuweze kudhihirisha na watu wengine wapate kumjua na kumpokea. Kaa mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Amen, ubarikiwe sana. Na kama nilivyosema hapo nyuma, somo letu la leo ni upole. Na kama kawaida tunaongozwa na maandiko au maandiko ambayo ni neno la Mungu. Na tulikuwa tunaangalia kitabu cha Wagalatia sura ya 5, tumeshasoma mstari wa 22 na tumemaliza yale mafunzo ambayo tumejifunza huko nyuma. Naomba kama bado huja subscribe, nenda huko nyuma, subscribe afu nenda huko nyuma ukaangalia hayo masomo. Tumeangalia kuwa tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Leo tunaenda kuangalia upole ambao ni mstari wa 23. Sasa upole ni nini? Manake mara nyingine tunajichanganya. Mimi binafsi nilikuwa najichanganya sana. Nilikuwa na hulka ya kusema nawapenda watu wapole, lakini nimekuja kugundua nilikuwa nawapenda watu wa kimya. Kwa sababu always mwanadamu tunapenda mtu ambaye yuko opposite yetu. Yani tunakuwa na admiration ya mtu ambaye yuko tofauti na wewe. That's how God has created us in a way, in good terms. Kwa mfano kama mimi napenda watu wa kimya, kwa sababu mimi sio mkimya kusema ukweli. Lakini inawezekana mimi ni mpole pamoja na maneno yangu. Ngoja tuangalie definition inasemaje. Upole ni hali ya moyo inayomfanya mtu ashughulikie watu na mazingira kwa utulivu, unyenyekevu, hekima na upendo, badala ya hasira, jazba, kiburi au kulipiza kisasi. Kwa hata wewe unaweza ukajipima. Je, mimi ni mtu wa aina hiyo? Ambapo pakitokea issue na mtu au pametokea issue katika maisha yangu, je, naishughulikia kwa utulivu na unyenyekevu na hekima na upendo, badala ya kuwa na hasira, jazba, kiburi, kulipiza kisasi? Ndio maana ya upole. Ndio maana unaweza ukamwona mtu ana maneno mengi lakini ni mpole, na yupo mtu ambaye ni mkimya, kiburi ndani yake ndio kinamfanya asiwe mpole. Mimi sasa kuna mtu ambaye nilikuwa namwadmire sana zamani kabla sijamjua. Nimekuwa naye karibu naye sasa hivi. Nimejua, nimesema afadhali mimi ambaye nina maneno nitakwambia yaliyoko moyoni mwangu alafu yanaishia pale pale, kuliko huyu ni mpole lakini sio mpole mkimya. Akilitoa bomu lake linasambaratisha, hamna atakayebakia. Yaani akiamua kuzungumza hachagui maneno, ni hekima haipo.
Umeona? Sasa ndio maana mtu mpole anaweza kukosolewa bila kulipuka haraka. Ukimwona mtu tu anakosolewa halipuki haraka, huyo ni mpole. Maana upole ni moyoni, sio hapa mdomoni, au unasema unaongea jamani, huo ni ukimya, au tu mtu ndio hulka yake. Labda mama yake alikuwa hivyo au baba yake alikuwa hivyo, ukoo wao wako hivyo, ndio alivyojifunza. Lakini huyo mtu ndani yake pamejaa nini? Anaweza kuwa na mamlaka bila kuwa mkali. Umeshaona kuna watu wana mamlaka bila kuwa mkali, anakuambia tu aise, embu malizia hiyo kazi hapo. Lakini yani vile the way anavyosema unaenda unafanya, haja kukaripia wala nini. Lakini kuna mtu mwingine pamoja na kukaripia na mahasira, hamna hata mamlaka, anaweza kutetea ukweli bila kuwa mchokozi. Umeona, kuna mtu mwingine wakati anautetea ukweli anakutukana hapo ndani, anakuchokonoa, anaongea maneno ambayo yanakufanya sasa uone hata kama ni mkimya, lakini anaweza kuwa mkimya wakati anajitetea au anatetea wengine. Pamoja na ukimya wake, yale maneno anayoongea yanawakwaruza wengine, yanawaingiza hata madonda. Huo sio sasa upole. Anaweza kukasirika kwa jambo lisilo sawa, lakini asitawaliwe na hasira. Umeona Bwana Yesu alikasirika alivyoona wanauzauza sijui yani ile historia ya pale ni kwamba wale walichokuwa wanakifanya, wale ambao walikuwa, kama hujawahi kusikia, zamani hekaluni, watu walikuwa wakienda hekaluni, kuna watu wanasafiri mbali maili masiku na masiku. Wakifika hekaluni walitakiwa wapeleke mnyama wa kusacrifice, lakini kwa vile hawawezi kubeba tokea huko mbali, wanakuja na pesa ili kununua. Sasa wale wauzaji wanakuwa wameleta wanyama wao pale, wana take advantage ya wale waliosafiri sana, wanawauzia hela dabo, mara 3 mara 5, yani kama vile wanalangua, tuseme walikuwa wanalangua. Umeona? Alafu kwa wale sasa ambao wameleta wanyama wao wenyewe, Mafarisayo walikuwa wanashirikiana na wale, wakiwapeleka kwa Mafarisayo anamkagua yule mnyama, anasema huyu ana doa hapa, huyu ana hiki. Kwa hiyo yule mtu maskini anakuwa hawezi kutoa sadaka, kwa hiyo inabidi aende kununua pale alanguliwe. Hiyo ndio biashara ilikuwa inaendelea, ndio Bwana Yesu akapigia makelele. Sasa hebu tuangalie tofauti ya upole na ukimya. Ukimya ni kutokusema au kutoa maoni. Yani kuna watu ambaye wewe utazungumza, yeye kimya, lakini uko moyoni anakusonya, uko moyoni anakutukana, uko moyoni anakudharau. Huyo mtu ni mkimya, sio mpole. Hatoi maoni yake. Hili sio tunda la Roho. Unaweza kuwa ukimya unaweza kuwa jambo jema au baya kulingana na sababu yake. Kwa sababu saa nyingine hata mtu mpole kweli unatakiwa uwe mkimya. Kuna mahali kama mpole unatakiwa uwe mkimya. Kuna wewe ambaye ni mkimya unatakiwa uwe mpole. Mtu anaweza kuwa kimya kwa sababu mbalimbali. Kuna mtu mwingine anakuwa mkimya kwa sababu ana hekima, huyu ni mpole. Huyu sasa anaweza kuwa mkimya kwa sababu anaogopa, hapo sio upole. Kwa nini unaogopa? Kwa nini unaogopa kusema ukweli? Anaweza kuwa mkimya kwa sababu hana la kusema. Yes, neno la Mungu linatuambia tusiongee maneno matupu. Kwa hiyo hapa mimi nakubaliana naye. Hapa ndio napotamani kuwa mpole. Kuwa mkimya. Inawezekana mimi mpole, utaniambia. Anaweza kuwa saa nyingine mtu ni mkimya kwa sababu anakwepa migogoro. Hii inaweza kuwa nzuri au inaweza kuwa mbaya, utaniambia wewe. Anaweza kuwa ni mkimya kwa sababu anakubaliana na hilo jambo, kwa nini kwa hiyo apoteze nguvu zake kuongea. Anaweza kuwa mkimya kwa sababu hajui afanye nini, ni mkimya. Kwa anapoona kwa nini niongee kitu ambacho hata mimi mwenyewe sikijui. Anaweza kuwa mkimya kwa sababu ni jeuri. Analo la kusema lakini anakuangalia anaona niseme iliweje. Au yani jeuri. Au ni hulka ya mtu tu. Kuna mtu mkimya. Na ndio jamani, naomba tuelewane. Sisemi kila mkimya ni jeuri. Wala sisemi kila mpole ni mkimya. Kwa hiyo unaweza ukawa mpole na sio mkimya. Lakini wapo kweli watu kwa vile ni hulka yao kuwa wakimya na ni wapole wa moyo. Lakini wapo watu wakimya na ni hulka yao, lakini hawajawahi kuwa wapole. Moyoni mwao kuna vurugu, mawimbi huko yanapita.
Na Bwana Yesu alituambiaje Mathayo 11? Akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Sio mnyenyekevu wa maneno. Kuna mtu mwingine anasema jamani, kama huyo mtu nilikuwa nampenda sana. I'm still nampenda, lakini yani amenifanya nigundue kwamba sio kila mkimya ni mpole. Lakini anaongea hivyo, jamani, yani akiongea unatamani. Yani nilikuwa nakaa nafanya na mimi ningekuwa naongea hivi. Sasa anasema hivi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo mpole lazima awe mnyenyekevu moyoni mwake. Bwana Yesu alikuwa hiyo, na neno la Mungu linatuambia katika Wafilipi 2:5 alikuwa mnyenyekevu mpaka mauti. Kwa hiyo Bwana Yesu anataka tujifunze kutoka kwake, ni kitu cha kujifunza. Yesu alikuwa mpole, lakini hakuwa kimya kila wakati. Ndio maana nimesema mtu anaweza kuwa mpole lakini sio mkimya, anaongea. Aliwafundisha watu, lakini aliwafundisha kwa upole bila kuwakaripia. Aliwatetea watoto. Nakumbuka wakati watoto walipoletwa pale, wanafunzi wake wakasema wao watoto wanamsumbua mwalimu. Akasema waleteni watoto waje kwangu, maana ni ufalme wa mbinguni ni wao. Umeona, aliwatetea wale watoto, lakini bila jazba, bila kuwakemea kina Petro. Alizungumza na mwanamke Msamaria kwa upole mpaka yule mwanamke akaelewa. Mwanamke mwanzoni alikuwa haelewi. Au kuna wakati ule alivyokutana na Martha na Mary, kwa upole bila kumkemea Martha, kwa nini uelewi Martha? Ila Mafarisayo ambao walikuwa na kiburi na walikuwa wana nia ya kumuua Yesu na mioyo yao ilikuwa imepinduka, Yesu aliwakemea. Kuna wakati aliwaita nyinyi ni watoto wa nyoka. Kuna wakati aliwaita nyinyi kama nyinyi wazao wa Ibrahimu, mbona hamuamini kama Ibrahimu alimwamini Mungu? Aliwakemea mara nyingi. Kuna wakati akawaambia, nyinyi vindumbila kuili, nyinyi uzao wa nyoka, nyinyi baba yenu Shetani, aliwaambia. Lakini alikuwa mpole, alisema kweli. Alisafisha hekalu, kakuta hekalu limenani kama hapo hiyo video inavyoonyesha, pindua meza, walikimbia wote. Hivyo Yesu alikuwa mpole, lakini si mtu wa kukaa kimya anapoona ukweli unapindishwa au kuna kitu kinatakiwa kusemwa, kurekebishwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu na kwa ajili ya kuwasaidia hao watu. Yesu hakukaa kimya, aliongea. Hata sauti alipaza sauti. Kuna wakati alipaza sauti to make a point, lakini alikuwa mpole. Umeona? Kingine ambacho tulikuwa tunatakiwa tukijue kuhusu upole, bwana, tunaitwa wote, mimi na wewe, tuwe wapole. Wakolosai 3 nasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, tunapendwa, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Haya, niambie, huo upole unavikwa wapi? Moyoni nimempata Yesu. Moyoni mwetu ndio kunatakiwa tuvae vazi la rehema, tuwarehemu wengine, tuwe na utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Wakolosai 3:12 unaweza kwenda kuona mwenyewe. Upole unao faida. Neno la Mungu linatuambia, bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Hata ukienda kusoma Mathayo 5 ile anasema, heri wenye upole. Heri wenye upole. Upole ipo faida. Kuna kuirithi nchi kwa ajili ya upole wetu, kwa sababu maamuzi tunayoyafanya sisi wapole mtaniambia leo mimi ni mpole au sio mpole? Sisi wapole tunafanya maamuzi ni kwa katika hali ya utulivu bila kiburi. Sasa mpendwa, mimi ngoja niishie hapo. Ninakuomba kama bado subscribe, share, like, comment. Je, wewe ni mpole au ni mkimya? Je, wewe una definition nyingine ya upole na ukimya? Unalisemaje kuhusu hili la upole na ukimya? Mungu akubariki sana. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, share, like and comment.